Habari za wakati huu, mtazamaji wa Gift Online TV bana, hakikisha una subscribe channel yetu ili wa kwanza kuendelea kupata taarifa zetu za kimichezo ambazo tunakuwa tunakuwekea hapa kila uchwao. Mimi ni Eric Keman, referee mwenye beji ya FIFA. Yako mengi ambayo yametokea, pia tunapaswa kuweza kuyajua kwa undani zaidi, na kubwa zaidi ni kuhusiana na story ya wananchi Young Africans baada ya kushindwa kwenda kwenye hatua ya robo finali ya michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Young Africans wamefanya kila kitu katika kundi ambalo walilokuwepo, wakamaliza na alama 8 nyuma ya FAR Rabat ambao wako nafasi ya pili, wamemaliza michuano hiyo wakiwa na alama 9, lakini pia Al Ahly wakiongoza kundi hilo nao pia wakiwa na alama nzuri, alama ambazo zimeweza kuwaweka nafasi nzuri ya kuongoza kundi hilo. Ukiwatazama Young Africans namna ambavyo wameweza kucheza hatua ya makundi ya michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika, wamechanga karata zao vizuri, lakini ipo sehemu ambayo lazima iweze kusemwa kwa ukubwa zaidi. Mechi ya Young Africans dhidi ya Al Ahly, moja kati ya mechi ambayo Young Africans walikuwa tayari wameshaongoza kwa kutangulia kwa bao 1-0, ambapo wakaja baadaye wakaruhusu bao hilo likasawazishiwa. Pale ndo mistake kubwa ya wananchi Young Africans ambayo imewalostisha kwenda kwenye hatua ya robo finali. Achilia mbali na hii tuki waki ambayo imekuja kuleta dhahama katika dakika za lala salama. Nimeona pia kuna watu wengi wanawalaumu Al Ahly katika mechi ya mwisho dhidi ya FAR Rabat, namna ambavyo mechi imemalizika kwa sare ya 0-0. Ndo mechi yao, wao tayari walikuwa wameshafuzu. Walichokuwa naangalia ni kumaintain kuweza kuongoza kundi. Kulikuwa kuna haja ya watu kulalamika, lakini ilikuwa ni mipango mikakati ya Young Africans kuanzia kwenye mechi za awali kabla ya mechi ya mwisho kabisa. Kwanza tuwapongeze Young Africans katika kukusanya alama 8 ambazo wamefanikiwa kuzikusanya, lakini pia ni moja kati ya kundi ambalo walikuwa ni kundi ambalo ni gumu sana. Al Ahly yuko, FAR Rabat yuko, JS Kabylie, wote hawa ni Waarabu, na hatimaye wamefanikiwa kuweza kukusanya alama 8. Yes, ni jambo zuri kwa upande wa wananchi Young Africans, japokuwa hazikuweza kuwapa matumaini au kuweza kuvuka na kwenda kwenye hatua ya robo finali ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Lakini bado kuna namna ambavyo viongozi wa Young Africans, wachezaji wa kikosi cha Young Africans, benchi la ufundi la Young Africans kuweza kutazama namna gani ya kufanikiwa kwenye michuano ya kimataifa zaidi. Yani nilikuwa namaanisha kwamba Young Africans ni moja kati ya timu ambayo ni bora kwa hivi sasa, timu ambayo inafanya vizuri kwenye ligi kuu Tanzania bara, lakini pia ni timu yenye wachezaji ambao wakubwa wenye quality nzuri, wenye uwezo pia kuamua matokeo pia kikatili na kucheza mechi yoyote ile na mpinzani yoyote ile kwenye bara la Afrika. Tunaona namna ambavyo katika misimu miwili mfululizo wameshindwa kwenda kwenye hatua ya robo finali. Msimu jana wanafeli kutokana na changamoto ya benchi la ufundi kubadilisha makocha watatu, kitu ambacho kiliweza kuwasibu zaidi. Lakini pia kwa msimu huu tumeweza kuona wamekutana na vigogo ambao ni wazito. Misimu miwili mfululizo Young Africans wanashindwa kwenda kwenye hatua ya robo finali. Sio jambo zuri kwa Young Africans, ambapo katika hichi kipindi ambacho wako bora, kuna kipindi timu inakuwa iko kwenye nyakati ambazo ni nzuri, hapo ndiko ambako unapaswa kutengeneza CV nzuri. Sasa kwa upande wa Young Africans, huu ndo muda ambao walipaswa kutengeneza CV nzuri katika hii miaka ambayo wamefanikiwa kwa ukubwa zaidi. Mfano kwa upande wa klabu ya Simba tuliona namna ambavyo walifanikiwa kubeba makombe mara 4 mfululizo, hususani kwenye ligi kuu Tanzania bara. Tuliona namna ambavyo kwa upande wa michuano ya kimataifa, ligi ya mabingwa barani Afrika, walikuwa wanafanikiwa kwenda kwenye hatua ya robo finali. Japokuwa walikuwa wanaenda robo finali, walikuwa wanafungwa mabao mengi, lakini walikuwa wanatoboa kwenda kwenye hatua ya robo finali. Hichi ni kitu ambacho kwa upande wa Young Africans nacho pia wanapaswa kukifanyia kazi. Lakini tumeona katika misimu minne ambayo Young Africans wamefanikiwa kubeba ubingwa wa ligi kuu Tanzania bara wakiwa wako bora, bado Simba ameendelea kutawala kufika kwenye hatua ya robo finali ya michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Hapa tunazungumzia zaidi consistency. Msimu huu Simba ameshindwa kwenda kwenye hatua ya robo finali. Ilipaswa sasa kuwa wakati wa Young Africans wao kuweza kuonyesha kwamba ni utawala wao
kuweza kufika sasa kwenye hatua za robo finali, na wameshindwa, wamekuwa kama Simba. Kwa hiyo wote hakuna wa kumcheka mwenzake, maana kwamba hii inaleta tafsiri kubwa kwamba Simba wakishindwa kwenda kwenye hatua robo finali, basi hakuna timu ambayo inaweza ikaokoa jahazi na hatimaye ikapeperusha bendera ya Tanzania kwenda kwenye hatua ya robo finali. Timu zote 4 zimetoka kwenye michuano ya CAF. Ni jambo ambalo pia tunapaswa kujitathmini zaidi, hususan kutokana na namna ambavyo tulikuwa tumetengeneza rekodi nzuri kwenye hii michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika, lakini pia kwenye kombe la shirikisho. Baraki kwenye kombe la shirikisho tayari tumetengeneza ufalme. Tumeona kwa miaka karibuni, tumeona Young Africans wamefanikiwa kwenda kwenye hatua ya finali, lakini pia Simba nao msimu jana wanafanikiwa kwenda kwenye hatua ya finali moja kwa moja, na Young Africans nao pia hatua ya finali katika ule msimu ambao walifanikiwa zaidi. Sasa hapa kwenye hatua robo finali pamekuwa ni kimbembe, nani wa kufika kwenye hatua nusu finali mpaka finali, ni jambo ambalo linasubiriwa pia kwa mkubwa sana. Young Africans wamefanya kila kitu katika mchezo wa siku ya leo dhidi ya JS Kabylie. Walihitaji kupata ushindi mnono na hatimaye wamefanikiwa kupata. Kilichohukumu zaidi ni ile kauli ya Waki Tuki Waki. Tuki wamefanikiwa, lakini Waki imeshindikana na hatimaye FAR Rabat wakafanikiwa kuweza kupata sare dhidi ya Al Ahly na wametinga kwenye hatua ya robo finali. Hicho ndicho ambacho kimekosa Young Africans, yani walisubiri mpaka dakika ya mwisho. Ukiangalia mechi ambayo wamecheza kwa siku ya leo, tumeona quality ya wachezaji, namna ambavyo walikuwa na perform. Hapa unamzungumzia Maxim pia Nzingeli, namna ambavyo walikuwa wanacheza kwenye ile eneo la katikati. Bwana mdogo energy yake ameipiga vizuri vile ipaswavyo, ameweza kucheza katika kiwango ambacho ni bora. Juke Abuya amefika katika kila shimo. Tulikuwa tunamuona namna ambavyo alikuwa anavuja jasho. Amefanya kazi yake kwa weledi mkubwa sana katika mchezo huu wa siku ya leo. Lakini pia ukitazama back four ya Young Africans, ukitazama namna ambavyo wameweza kucheza kwenye safu ya ulinzi wakishirikiana na Djigui Diarra goalkeeper, ambao wameweza kufanya kazi nzuri sana katika hali ya utulivu kwenye eneo la nyuma kuhakikisha kwamba Young Africans hawaruhusu bao katika mchezo wa siku ya leo, na timu wameweza kufanikiwa katika ubora wa hali ya juu. Tumeona na nafasi kadhaa ambazo zimepatikana na Young Africans wameweza kuzitumia vizuri, wamefanikiwa kushinda katika ushindi wa mabao 3-0. Hichi ndicho ambacho kilikuwa kinahitajika kwa upande wa wananchi Young Africans, wakaweza kukitimiza vizuri tu. Neno Waki ndilo ambalo limeleta shida hapa kidogo, na pengine Young Africans wanapaswa kujifunza katika hichi ambacho kimetokea kwa msimu huu, kwa msimu ujao kisijitokeze tena. Yani wamalize biashara mapema, wasisubiri tena habari za Waki Tuki. Hichi ndicho ambacho kimewakosi. Kwa hiyo naamini Young Africans wamejifunza kwa ukubwa zaidi. Tusubiri kuweza kuona pengine kwenye msimu ujao watakuja imara zaidi. Uzuri ni kwamba Young Africans wana wachezaji ambao ni bora, wenye uwezo wa hali ya juu, wenye quality, kwa maana kwamba wanachopaswa ni kuweza kuwalinda wachezaji ambao ni bora, lakini pia kuongezea pia aina wachezaji ambao watakao kuja kureplace nafasi katika dirisha kubwa la usajili. Hivyo hapa mahali ambapo Young Africans wamefikia ni kuhakikisha tu wana maintain, kuhakikisha kwamba msimu ujao wanaendelea kuwa bora. Manake Young Africans hawakuwa na kikosi ambacho sio kwamba walikuwa na kikosi ambacho ni kibaya. Kikosi chao kilikuwa kiko imara, kuanzia kwenye safu ya goalkeeper, safu ya ulinzi, ukija kwa eneo la kiungo wamecheza vizuri. Wakina Juke Abuya tumeweza kuona, Mudathir Yahya basi namna ambavyo wameweza kuperform vizuri. Lakini ukija pia kwenye safu ya ushambuliaji, japokuwa kuna makosa ya hapa na pale kwenye kutumia nafasi, lakini katika mechi kama hiyo ambayo wamecheza kwa siku ya leo, tunaona namna ambavyo safu ya ushambuliaji imeweza kuamua matokeo. Sasa hiki ndicho ambacho kilipaswa kufanyika toka kwenye mechi ya nyuma. Bana, shukrani sana kwa kuendelea kuifuatilia Gift Online TV. Hakikisha una subscribe channel yetu. Bye bye. Tukutane tena katika nyakati nyingine.